na bado tutajipanga. Na mtazamaji, karibu. Kama nilivyokufahamisha mapema kwamba katika siku ya leo tutakuwa na viongozi hapa studioni kuzungumzia safari ya mwaka 2027 na yale mengine yote ambayo yanazunguka nchi yetu hii tukufu ya Kenya. Hichi kiti ambacho naona kwamba hivi sasa tunamsubiri Seneta Samson Cherargei aweze kufika, seneta wa Nandi akae hapo ili tuendelee na mazungumzo. Lakini upande wangu wa kushoto, mbunge wa Bomachoge Borabu Barongo Nofasona shafika. Karibu sana katika studio zetu kakangu. Na John Kinyua, seneta wa Laikipia, ambaye kwa mstari wa mbele kuja mara kwa mara kuchanganua masuala mengi katika kipindi hiki cha maskani. Lakini kabla tukiwa tunamsubiri Samson Cherargei, kuna swala ambalo limeweza kujitokeza hapa katika siku ya leo. Mheshimiwa Barongo, na nitakuuliza kwa sababu tuliona kilichofanyika katika bunge, tukamwona Gladys Boss kwamba sasa hivi kuna madai ya ufisadi kutoka tume ile ya NCIC yakafika katika bunge, na jana ikalazimika kwamba mwenyekiti wa kamati muhimu akae pembeni kwa siku takriban 45 uchunguzi uendelee, kuona kwamba jambo la ufisadi limeingia, japo ni madai, paka ndani ya majengo ya bunge. Hili swala lilipokea vipi kama kiongozi katika bunge la kitaifa? Asante sana Rashid. Kwanza kabisa ningependa kushtumu namna hatua hiyo ya kumwondoa ndugu yetu Waname Wamboka kutoka kwa wadhifa wake wa wenyekiti wa hiyo komiti yake haijafanywa vizuri, maana sifikiri kwamba alipatiwa fursa na nafasi nzuri ya kujieleza. Ni kama alikuwa condemned kabla hajasikizwa. Ingekuwa vema jambo hilo, na inaonekana ni kama witch hunt. Kuna uhasama kati ya Wamboka na Mheshimiwa Spika. Ukasema uhasama kwa sababu ukiangalia wamesema kwamba wanamweka pembeni uchunguzi ufanyike, alafu uchunguzi kamilika tutaangalia. Kwa sasa hivi tutafute tu mtu wa kushikilia uchunguzi ukiendelea. Lakini kuna sababu gani za kumweka pembeni? NCIC imeleta madai ya kwamba aliitisha hongo. Ripoti hiyo haijajadiliwa ipasavyo ili decision iweze kuchukuliwa. Ni namna hiyo shughuli ilivyoendeshwa kwenye bunge ilikuwa kwa haraka sana, ni kama kulikuwa wameshasikizana namna ambavyo hilo swala lingeshughulikiwa. So sisi tunaona kwamba ni kitu ambayo ilikuwa suspect. Na bila shaka, na nafikiri kwamba John Kinyua, kuna wakati ambao kuliitwa kikao cha wajumbe ama cha viongozi, na nakumbuka wakati huo pia marehemu Raila Amolo Odinga alikuwepo, alikuwa bado yuko hai, akizungumza kuhusiana endapo kama itakuwa sawa maseneta wapige msasa magavana, ama kimtazamo wake magavana wapigwe msasa kule na wakilishi wadi. Lakini katika kikao hicho palikuja hoja muhimu sana, rais aliposema kwamba ufisadi na mjadala wa hongo umekithiri katika viongozi wetu katika bunge la kitaifa na senafini. Unakumbuka hicho kikao na yale ambayo aliyazungumza pale, na haya ambayo yanatolewa na kamati NCIC, na madai ambayo umeweza kusikia pia magavana wakisema kwamba hataki kwenda katika kamati kwa sababu tunaitishwa hongo. Inaogopesha Wakenya kiona kwamba hii ngoma sasa hivi iko pale kwa viongozi ambao tunataka wao wawe mstari wa mbele kupiga vita ufisadi. Asante sana Rashid kwa kunialika katika kikao hichi chetu cha maskani tuweze kuangazia mambo tofauti. Kwanza kabisa nakumbuka vizuri sana wakati kulikuwa na ule mjadala ama mdahalo na tukaweza kuangazia, nakumbuka hata tulikuja hapa tukauongea kirefu na mapana. Na ndio kuna hizi tetesi ya kwamba kuna ule ufisadi na si ufisadi peke yake katika bunge, kuna zile tetesi hata kuna ufisadi katika mahakama zetu, kuna ufisadi katika kila sehemu. Kwanza kabisa mimi nataka kuwa mstari wa mbele kusema ya kwamba tunapaswa tupigane na ufisadi, na haijalishi ni wapi ufisadi unapaswa upiganwe nao. Lakini nikilivalia njuga hili swala la Mheshimiwa Anami ya yeye kutimuliwa kama mwenyekiti
Kwanza kabisa nataka kuungana na Mheshimiwa Barongo vile alivyosema ya kwamba hauwezi ukamshtumu mtu bila kumsikiza. Yeye mwenyewe hakusikizwa kwa sababu ikiwa kuna hii kamati ama hii NCIC wameleta hizi tetesi na kubali hizo ni tetesi, lakini kuna ule msururu wa vile mambo yanapaswa kufanywa. Kulipaswa kama vile nakumbuka seneti kulipoletwa tetesi kama hizo na magavana kusema kwamba kuna wale maseneta ambao wanaitisha hongo, wanaitisha mdungula, lakini spika wa seneti Amason Kingi akasema tumesikia, lakini hayo madai mlionayo, ushahidi mlionao, mlete katika kamati ambayo inahusika na hayo mambo, privilege and house committee, uweze kuileta pale. Vile vile hata katika National Assembly hivyo ndivyo kungefanywa, kwa sababu kusema leo umemuondoa kwa sababu ya zile shutuma si yeye peke yake. Nakumbuka rais mwenyewe alisema ya kwamba ati seneti watu wakati kulikuwa na huu mdahalo wa kumuondoa senator huyu gavana wa Isiolo, alisema ya kwamba pesa nyingi zilipeanwa. Vile vile alisema iko jambo alilisema sikumbuki vizuri, lakini alisema sijui mtu fulani aliitishwa hela sijui milioni 10 ama ngapi, sikumbuki vizuri, lakini bila ushahidi, kwa sababu sheria zetu zi dhahiri shahiri ya kwamba huwezi ukamshtumu mtu yeyote bila kumsikiza, kwa sababu kila mtu anaweza kuleta madai. Leo nilete madai dhidi yako, lakini bila ya mimi kuleta ushahidi wa kutosha na usikizwe na asasi ambazo zinapaswa kusikiza, itakuwa na kuna uno mtindo ambao Wakenya wamekuwa pia wakiutaka ya kwamba mtu anapokuwa anahusishwa ima kwa tetesi ama madai ni sawa, bila kama unasema, bila kubagua, mtu akae pembeni, atoe nafasi kwa uchunguzi kuendelea. Ikionekana kwamba madai yale yalikuwa yana mshiko, atakana arudi katika wadhifa wake aweze kuendelea. Mnaona kwa basi ndio mtindo sahihi ambao Wakenya wana... Mimi ningekubaliana na Wakenya na katika jambo hilo, mtu aweze kujiweka pembeni ndio kuweze kuwa na ule investigation iweze kufanywa na uchanganuzi kuangaliwa kabisa, lakini haiwezi kuwa mkuki ni kwa nguruwe na kwa binadamu mchungu. Juzi nilisoma katika gazeti nikaona ya kwamba kuna kisiwa ya kwamba waziri wa usalama na mambo ya mashamba, kuna kisiwa kwamba mbunge na mbunge mwingine wanahusika na hayo mambo ya mashamba. Sikumuona waziri wa masuala ya mambo ya ndani akijiuzuru, kwa sababu ni mpaka tuangazie kila mahali bila kupitia kando ama mahali pengine. Kama ni kulenga, tunalenga kabisa mtu yeyote awe ni nani au ni nani. Mfano, kwa saa hii nimepitia katika seneti, nimetoka katika kamati alafu nikapitia katika kamati nyingine, nikapata Inspector General akihojiwa kuhusu wahuni ambao wanawavamia wa Kenya. Na tulikuwa na uzito tukisema ya kwamba hawa wahuni ambao walivamia mtu anaitwa Senator Geoffrey Ototi, wale ambao walivamia senator wa kutoka Isiolo, si wahuni wao peke yake wanaovamia viongozi, hata wale wanaovamia wananchi wa kawaida kuwapora hapa mjini usiku na mchana, wanapaswa wachukuliwe, kwa sababu sisi sote tuko chini ya sheria. Haijalishi kama ni mbunge wa Borabu Bwana Baroko, ama ni mimi, ama ni mwananchi wa kawaida, sisi sote, kisa na maana ya sisi kuchagua serikali yoyote ni kulinda mali na maisha ya wananchi. Naona alikuwa anataka kuchangia kabla, maana amezungumza swala moja la wauni, na ukiangalia pia ni mojawapo ya masuala ambapo kama uliweza kumfuatilia naibu rais Profesa Kithure Kindiki alisema kwamba vile upinzani wache kuwachochea vijana na kuzua ghasia na kuleta vurugu. Ametoa hilo swala kwamba mwache kuchochea wananchi. Ukitaka taarifa hiyo nitakuchezea kwa faida yako usikie kauli zake kama ukuzisikia, lakini naamini ulizisikia. Kweli. Na ni hoja ambayo imezalishwa na kinywa, lakini tuweze kuizungumzia kwamba isifike mahali ikawa kimtazamo wake kawa wananchi wana kwamba je, ni ukweli kuna uwezekano kwa kuna karata kama hiyo kwamba unamtumia mtu alafu baadaye ujitokeze useme nafanyiwa makosa? Haingii akilini mwa Kenya. Lakini kama uko hapa na kinywa uko hapa, nitauliza hilo swali, maana kwa njia moja ama nyingine mnapaswa kutupa maelezo kuhusiana na madai mazito kama haya. Unajua makamu wa rais ama tuseme deputy president akitoa allegations kama hizi ni kisiasa. Ukiangalia sio siku nyingi zilizopita rais alitoka
akifoka na akisema maneno makali sana. Maneno ambayo hata mbele ya watoto wadogo pengine yangeonekana ambayo hayastahili. Ukiangalia serikali ya Kenya Kwanza, ni wao ndo wanaishi juu ya magari muda mrefu kushinda hata wanasiasa wa upinzani. Na yale mambo ambayo wanayasema mbele ya umati wa watu ni mambo ambayo kuyakadiria kama yana amount to incitement or no incitement ni kitu ambaye ni subjective. So yeye Deputy President kutoka nje kuanza kuashiria kidole cha lawama watu wa upinzani pekee si fair. Yani siwezi sema kwamba wanasiasa wote katika matamshi yao huenda wakaonekana wanatoa matamshi ambayo yanaweza kukisiwa na umma njia moja au nyingine. Lakini ni jukumu la wanasiasa wote, whether you are in government ama upande huu mwingine, kuhakikisha kwamba matamshi ambayo unatoa mbele ya umma yawe matamshi ambayo yanaleta utangamano. Na bila shaka na nitamweleza mwelekezi wangu kama anaweza kupata hiyo kauli ya naibu wa rais, manake ili tuweze kuipata nimeweza kuiangazia katika vidokezo. Ni swala muhimu, anasema kwamba kweli kuna hoja hapa ya bei ya mafuta. Amesema kwamba kuna hoja ya bei ya mafuta. Hili ni swala ambalo ni la kimataifa zaidi, amekuwa akizungumza. Lakini kimtazamo wake anaona kwamba limechukuliwa na wanasiasa kufanya sasa kama ambaye ndio kama kichocheo. Tusikia anachokizungumza alafu tuendelee. Haikuwa mkutano ya campaign. Si ni kweli? Askofu, nimesikia vile umesema ni fire si fire. Mat ana mamat. Ona maneno yangu. Iko kwa hiyo manano. Iko kwa hesabu. Ati ngapi? Nataka niwaambie, I am telling you, watakuwa na siku mrefu. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Tumeamua tujaamua. Hatuwezi kukubali nchi ya Kenya ni nchi chini ya katiba na sheria, na hakuna mtu ako juu ya katiba na sheria. Na vijana wetu, usidanganywe na mtu kiongozi ako na miaka mingi, sio kijana kama wewe. Yeye ameelimisha watoto wake, yeye amemaliza kazi yake ya muhimu duniani, alafu akuje wewe kijana wa miaka 20, miaka 30, bado haujapata familia, bado wengine hawajapata kazi, bado haujaanza maneno yako, alafu uende akuambie uende ukahatarisha maisha yako kufanya mambo ya fujo na kukabiliana na polisi kule barabarani. Usikubali. Usikubali. Kinywa. Unajua, ninapomsikiza naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya unaweza ukacheka, kwa sababu wao ndio walio na asasi zote za usalama, kuanzia polisi, kuanzia majasusi na mtu yote ambaye anahusika. Kwa hivyo kwa yeye kuwa katika juu ya gari pale na kukemea watu wa upinzani kuwa wanachochea ghasia, kwangu naona ni jambo naeleza mtu anaweza kumcheka tu, kwa sababu wao ndio wanapaswa kuwa wakikabiliana na hawa majambazi. Hakuna vile ambavyo utaniambia. Ni juzi tu nilimsikiza waziri wa usalama akisema ya kwamba anajua mpaka mahali mtu analala, vile anavyoota, yeye alituambia. Kwa hivyo kuja hapa kusema ya kwamba, na naibu rais kusema kwamba vijana wanachochewa, ilhali sisi, na nikamsikia rais wa Kenya akituambia he gets raw intelligence, yeye ndio anapata ule ujasusi wote anaambiwa mwenyewe. Kwa hivyo vile ambavyo tungetaka kumwambia naibu wa rais Profesa Kindiki, shika majangili, shika wahuni, kwa sababu mtu ambaye anaitwa Ososi alipigwa na picha zote zinaonyesha wale waliompiga. Badala yao kufanya uchunguzi na kuwashika wale vijana, anapanda juu ya gari kutuambia kuhusu vile ambavyo vijana wanachochewa. Hapana, tunataka serikali ishike wahuni. Tuko katika rekodi kama Jamhuri ya Kenya ya kwamba tumepeleka maafisa wetu wa usalama katika nchi ambayo kulikuwa na uhuni kama huu, ndio aweze kwenda kujaribu kudhibiti
Kwa hivyo sioni haja yoyote kwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya kuanza kuleta visingizio visivyo na njia, kwa sababu hivi ni visingizio vijisababu kwa wao kutoweza kukabiliana na majangili. Tumeona hawa majambazi, hawa vijana wahuni wakikabiliana, wakimshambulia kanisani mtu ambaye anaitwa kinara wa DCP Rigathi Gachagua. Tukawaona wakishambulia katika kanisa la PC hapa Nairobi. Tukaona vile vile wakiwashambulia pale katika kanisa la Udhaya. Hakuna mtu yote aliyeshikwa. Uchunguzi unaendelea. Hakuna mtu yote aliyeshikwa. Ni uchunguzi wa muda gani huu ambao kila wakati wanafanya uchunguzi, ilhali yeye mwenyewe anasema katika gari. Ikiwa yeye si naibu wa rais, ningekubaliana na yeye. Ikiwa yeye hayuko katika kiwango kama kile, ama vile vile nimesikiza hata waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akiongea mambo kama hayo. Vile ambavyo ningetaka kuambia serikali na maafisa ambao wanaohusika, na hata hivi leo maswali aliyokuwa amekuja kuulizwa pale katika Seneti, Jenerali Inspector General wa polisi Kanja pamoja na Amin, maswali ni hayo. Haya mambo mmekuwa ni kuongea bila kufanya vitendo. Washikeni wahuni. Ikiwa unatuambia ati watu wamechochewa, baada ya wao kuchochewa wanaenda wapi? Baada ya kuchochewa ndiposa sisi tunalipa kodi. Kila mtu analipa kodi ndio tuweze kuwa na maafisa wa usalama waweze kukabiliana na majangili hawa. Lakini wakianza kukamata, mtasema kwamba wanakamata kwa misingi ya kiubaguzi, wanaangalia wa upinzani sana, hawakamati upande ule wa serikali. Rashid, hakuna mtu yoyote amelalama ya kuwa majambazi wameshikwa au wahuni. Wahuni wakishikwa, huyu ni mhuni ambaye anavamia mtu yoyote. Ikiwa ni itakuwaje mimi nimemchochea mtu, mimi nimemlipa mtu, alafu aje anishambulie mimi mwenyewe? Sio, ni kejeli, kwa sababu nawezaje lipa mtu anishambulie? Na ikiwa nimemlipa anishambulie, basi kuna zile asasi za usalama zinapaswa kufuatilia haya maneno, waweze kujua ni nani huyu nilimlipa, ama kama pesa zimetumika, kwa sababu kuna hawa maafisa, hawa makachero, na kazi yao ndio hiyo. Hakuna kazi nyingine. Hatuambii waende wachunge mbuzi, hatuambii waende katika hospitali zetu wakafanye kazi zingine. Hapana, kazi yao kutoka asubuhi mpaka jioni, kuanzia Januari mpaka Disemba, hiyo ndio kazi yao. Kama vile wewe ni mtangazaji, wewe unajua taarifa zote ambazo zinaendelea. Ndiposa tu umesema pengine hatukuzisikia, ndiposa ukazirudia hapa ndio tuweze kuzifahamu. Kwa hivyo serikali, na nilianza kwa kusema jukumu kubwa la serikali ni kulinda mali na maisha ya mwananchi, haijalishi ni yupi, awe ni mwananchi wa Kenya. Naam, Barongo, ni swala zito, maanake tumeona kwamba ni kipindi ambacho mikutano inaendelea wikendi baada ya wikendi, na ukiangalia katika maelekezo yake ama ushauri wake kwa naibu wa rais ni kwamba tuache kutumia vijana, tuendeni tukafanye mikutano, na pia vile vile tuhakikishe kwamba tumeweza kutoa taarifa husika kwa asasi zinazohusika, ndio pia vile vile tuweze kupewa usalama wa kutosha katika maeneo yale. Kinachotakana ni ushirikiano, na pili pia kutohusisha vijana katika kuvuruka. Ili swala la wahuni ukumbuke kabisa lilitokea wapi ama lilianza kivipi? Lilianza kutoka I think mwaka wa 2024. Wakati Gen Z walipo toka nje na kushinikiza serikali na kuiwekea pressure. Serikali katika kujaribu kudhibiti yale maandamano, tuliona wanaanza kuhaya goons. Kumbuka picha za magazeti na picha za runinga nyingi zilikuwa zinaonyesha maaskari wakiwa side by side na watu ambao wanaonekana ni wahuni. So serikali leo kupenduka tena na kusema kwamba wanasiasa wa upinzani ndo wanafaa kuhakikisha kwamba hawatangamani na wahuni, inakuwa ni kejeli, kwa sababu Kenya sasa inajulikana wazi, Wakenya wote wanajua vizuri kwamba serikali sasa ndo kabisa imeanza kuhakikisha kwamba inatumia wahuni katika kusambaratisha maandamano kutoka kwa wananchi ya aina yoyote. So na serikali kusema kwamba uchunguzi unaendelea kufanywa kila mara, ni serikali kukubali kwamba imeshindwa katika kuhakikisha kwamba haki inatendeka kutokana na hizi asasi ambazo ziko za kuhakikisha kwamba rule of law inawekwa. So
ni tuseme serikali ni wakati wowote wanapozungumzia swala hili la wahuni, mimi naona kama ni kukiri kwamba hawawezi litatua kwa mara moja. Na bila shaka mtazamaji, na nazungumza na viongozi wangu, na kama nilivyokueleza muda wote kutoka sasa pia tutakuwa tunamkaribisha Samson Cherargei ambaye alikuwa Senate kidogo katika kikao, lakini anasema atakuwa anaingia studioni muda wote kutoka sasa. John Kinyua, seneta Laikipia, Shafika ameeleza kueleza, Barongo Nofason, mbunge Bomachoge Borabu ameeleza kueleza. Kwa tukirudi itakuwa tunazidi na mjadala wetu wa safari ya uchaguzi mwaka 2027.